Kwa kutumia AI hapa ya kutengeneza video kutoka Google, unaweza kutengeneza clip nzuri za video zaidi ya hizi ambazo tunaziona katika clip hii hapa, na ukazitumia kutengeneza clip nzuri na content nzuri za video zaidi ya hii ambayo unaiona. Mpaka niliposogea hatua moja zaidi, mwangaza wa bluu uliwaka kama moto wa kiroho, na hapo mbele yangu kioo hakikuonesha uso wangu. Kama unataka kutazama full video hii hapa animation ya cartoon hiyo hapo uliotoka kuiona, gusa pop-up kinachotokea hapo juu kulia, kitakupeleka moja kwa moja kwenye channel ya kutazama video. Yes, mimi ni Vinemax na hapa ni Vinemax TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu kupitia channel hii hapa Vinemax TV, hakikisha kwamba unagusa alama subscribe, itakusaidia pale ambapo tunakuwa tunapost video, utakuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa zetu. Lakini kama ni mtu ambao unafuatilia video mara nyingi lakini huwa hujagusa alama subscribe, ni kwamba unakuwa unachelewa kupata taarifa zetu. Pale ambapo tunakuwa tunapost video, unakuwa ni mtu ambaye unachelewa kupata taarifa zetu. Sasa kugusa alama subscribe kutakusaidia wewe pale ambapo tunapost video, utakuwa ni mtu wa mapema zaidi kuweza kupata taarifa zetu. Kabla tujitengeneza video kupitia AI hapa, kuna mambo baadhi ya msingi ambayo inatakiwa tuyazingatie wakati wa kutengeneza video kwa kutumia AI. AI nyingi zinakuwa zinatengeneza video kwa limitation ambazo zinakuwa zinahitaji gharama za mtumiaji aweze kulipia gharama ili aweze kutengeneza kitu bora, pamoja anakuwa anatumia AI ile kutengeneza video. Sasa hii imekuwa ni tatizo kwa watu wengi ambao wanatumia AI. Pale ambapo wanataka kutengeneza video, kunakuwa na limit ambayo inawahitaji wao kulipia ili waendelee kutumia beyond limit ile ambayo inakuwa imewekwa na AI husika. Sasa AI hapa kwa nini nimeiita bora mpaka nimekuletea katika video hii hapa, ni kwa sababu inakuwa ina muda mchache wa limit, yani inakuwa limit yake iko katika namna ambavyo unaweza control mwenyewe. Ina limit ndio, lakini limit yake ni namna ambavyo unaweza control. Unaweza kutengeneza video zaidi ya ile limit ambayo wameiweka wao. Sasa ni kwa namna gani? Hakikisha kwamba unaungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa. Maelezo yote ambayo nitakuwa nayatoa ni ya msingi. Hakikisha kwamba unasikiza maelezo kwa makini ili baadaye usije ukasema kwamba nimekuelekeza kitu ambacho sio uhalisia kwa vile ambavyo ulienda kutest. Lakini kitu kingine cha utofauti katika AI zingine na AI hapa ni kwamba quality inakuwa tofauti. AI hapa inatoa video ambazo zina quality nzuri na uhalisia mkubwa, tofauti na AI nyingine ambazo zinakuwa zina errors nyingi ndani ya video. Sasa huu ni ubora wa AI hapa nje na AI nyingine. Na swala jingine pia ni swala la muda wa kuprocess. Muda wa kuprocess wakati wa kutengeneza video kwa kutumia AI hapa ni mchache ukilinganisha na muda wa kuprocess video wa kutumia AI nyingine. Utaratibu wa AI hapa ni kwamba katika account moja ndani ya siku moja unaweza kutengeneza video zisizopungua 4. Kwamba unaweza kuanzia video 4 kuendelea, lakini kuna limit. Unaweza kufika 6 lakini sometimes unaweza usifike. Lakini sana sana ni video 4. Sasa unaweza kutengeneza video 4 then ukaambiwa kwamba umefikia limit. Sasa solution ndogo ni kwamba AI hapa ili uweze kutengeneza video zaidi na zaidi kutokana na vile ambavyo unahitaji wewe kutengeneza zaidi, inatakiwa kwanza utumie akaunti zaidi ya moja kuweza kutengeneza video. Pale ambapo imekuwa broken, na maanisha kwamba unaweza kufungua akaunti nyingine then ukaitumia kutengeneza video nyingine pia. Na huu ndio utofauti mkubwa wa AI hapa kutoka Google na AI nyingine ambazo nyingine zina utaratibu tofauti, lakini utaratibu huu hapa kwao ni mzuri kwa sababu ambapo una refresh kwa siku nyingine unapewa pia chance nyingine tena hizo za idadi ile ambayo ulitengeneza jana uweze kutengeneza. Kwa moja kwa moja tukaangalie namna ambavyo unaweza kutengeneza video kwa kutumia AI hapa. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa ujue ni kwamba wakati unapotengeneza video, kitu ambacho kinakupa ubora wa video, kwa sababu hizi ni text to video generators AI, ni AI ambazo zinategemea zaidi maandishi yako wewe kutengenezea kitu kizuri. Sasa pale ambapo utatoa maelezo mazuri ambayo tunaita prompt, pale ambapo utatoa prompt nzuri katika kutengeneza kutengeneza video kwa kutumia AI hapa, ndio pale ambapo unaweza kupata kitu kizuri zaidi ambavyo ukitumia maelezo ambayo ni ya kawaida yako very basic. Sasa ambapo utatumia AI hapa kwa kuipatia maelezo ama prompt nzuri, ndipo ambapo unaweza kuzalisha na kupewa kitu kizuri zaidi ya pale ambapo ukitumia maelezo ya kawaida. Na namna ambavyo unaweza kupata maelezo mazuri ni kwamba natumia watu wengi na washauri pale ambapo utahitaji kutumia AI hapa kutengeneza video, utumie ChatGPT kwa sababu ChatGPT ni human like ambaye anatoa prompt nzuri na anajua kusoma AI nyingi vizuri, kwamba akiandikia vipi inaweza katoa kitu gani na akiandikia katika mazingira yapi inaweza katoa kitu gani. Sasa ni vyema ukatumia ChatGPT. Kama mimi hapa nimetumia ChatGPT hapa nikajenerate nikamwambia kama hivyo hapo, unampa maelezo ChatGPT kwamba unataka utengeneze kitu gani na
kulingana na kitu ambacho utahitaji wewe kutengeneza. Mimi nimempa maelezo kama hayo kwa ajili tu ya kutengeneza tutorial ya video hii hapa. Then akanitengenezea prompt, then nilivyoicopy nikaenda kuipaste kwenye sehemu ya AI hapa kwa ajili ya kutengeneza video. Then ukisha paste pale inamaanisha moja kwa moja kutokana na AI make atakupa prompt mbili, ya Kiswahili ya Kiingereza, inategemea na wewe maelezo ambayo utamuuliza ChatGPT. Then ile prompt atakayokupa utaichukua, utaipaste pale. Ukishaipaste uta click, kama unatumia kompyuta au unatumia simu vyote ni sawa. Uta click then itaanza kugenerate. Speed ya mtandao wako ndo speed ya generation, lakini hii hapa inakuwa inachukua muda mfupi tu kutengeneza. Kutakuwa na sehemu ya kuselect resolution, kutakuwa na sehemu ya kuselect vitu ambavyo unataka viwepo kwenye video, utaangalia hapo, lakini vyote vitazalisha kitu ambacho utahitaji wewe kuweza kupata. Kama unataka video ambayo iko portrait ama kupost katika mitandao kama TikTok, kama social media kama TikTok, inamaanisha utapata utahitaji upright video ambazo zina resolution ya 9:16, lakini kama unahitaji kama platform kama YouTube utahitaji 9:10, kitu ambacho kitakupa video ambayo iko in a landscape way. Sasa ukishamaliza itagenerate video, then itakuletea video yako. Baada ya kukupatia video, kuna category ya kuidownload, kuna category ya kuilaunch ama kuiplay, kuangalia video yako preview yake imekaa vipi. Kulingana na video ambayo utakuwa umetengeneza, then unaweza download katika device yako, storage ya device. Haina limit ya kudownload wala haina limit ya kufanya nini. Then ukishamaliza unaweza kutengeneza katika namna ya kujirudia. Kama unatengeneza story, kama unatengeneza content designer tofauti kulingana na ambavyo utaipataje wewe kutengeneza. Lakini sometimes ina save video hizi hapa ambazo zinakuwa zimegenerated kwa kutumia AI, kwa kutumia account hiyo ambayo unakuwa umeifungulia hapa, inakuwa ina save kwenye drive ya account husika. Kwa ukiingia kwenye drive ya account husika, baadhi ya video unaweza kuzikuta. Au lakini pia kuna category ambayo ukiklik hapo ina launch moja kwa moja hiyo video katika drive yako. Sasa nje na kuiacha kwenye device, unaweza ukaitunza kwenye cloud ya kutumia driver, ukaweza kaitumia popote ambapo ukiwa umelogin hata kwenye account nyingine nje na device yako. Okay, sasa baada ya kuona mambo yote, tuna namna ambavyo unaweza kaipata AI. Kwanza kitu cha kwanza nitakuwa ujue ni kwamba link itakuwa nimeweka katika description. Link hii hapa itakupeleka moja kwa moja katika sehemu ya AI hapa katika make sio application, ni site ambayo utakuwa uingie kama website. Then baada ya pale utaanza kutengeneza shughuli zako huko online. Lakini pia kama kwa njia pia nyingine unaweza kaandika hii site, ukaandika kwamba aistudio.google.com, pia unaweza kaipata aistudio.google.com. Then ukaklik search au ukaklik enter kwenye PC yako, ukaikuta hii sehemu. Kama unatumia device kama simu, pia unaweza kufanya kazi hiyo hiyo moja, haina utofauti ambapo utatumia PC wala kutumia simu, pote ni online, kitu kitakachofanyika ni kitu kile kile kimoja. Lakini utakutana na site kama hiyo hapo. Kitu ambacho utahitaji kufanya ni kwamba utakutana na site kama hiyo hapo, then baada ya pale wewe utajisajili. Kama ukutana na sehemu ya kujisajili ni kwamba utajisajili, then kuna doti 3 ambazo zimekaa kama mfumo wa bars juu kulia, utaziclick, then utaona kuna sehemu inaandikwa chat stream, kuna generate, kuna build, kuna history. Kuna sehemu hapo ya generate media. Generate media hapo ndipo sehemu ambapo uta click moja kwa moja. Ukiklik katika sehemu ya generate media itakupeleka katika category ambayo utaweza kukuta kuna sehemu nyingi za kugenerate. Lakini kwa sababu sisi tunahitaji kugenerate video, ni kwamba kuna sehemu hiyo hapo imeandikwa VEO, imeandikwa VEO kwa Kiswahili, VEO. Utaiklik hiyo sehemu ndio ya kutengeneza video. Ukishaiklik hiyo sehemu, basi moja kwa moja itakupeleka katika ukurasa ule ambao tulikuwa tunautumia kutengeneza video. Pale utaanza kutengeneza video zako. Mimi naitwa Vinemax. Tena ziada katika video hapo, kama ni mtu wa kwanza kuangalia video hii hapa, hakikisha kwamba umegusa alama ya subscribe. Lakini kama video hii hapa ina relate kwa watu wengine pia ambao ni karibu na wewe, unaweza ka share, uka like na ukatoa maoni yako. Kama content pia ambazo nimetengeneza hapo nyuma zinapendeza, moja kwa moja itakuelekeza namna ambavyo unaweza kutengeneza content kama hizo ambazo nimezitengeneza kwa kutumia AI hapa.